Mimi naitwa Deogratias Mahinyela, ni mwenyekiti wa Baraza la Vijana wa Chadema Taifa kwa maana ya Bavicha, lakini pia kitaaluma mimi ni wakili wa mahakama hii, Mahakama Kuu na mahakama zingine zilizo chini yake. Sasa mimi nilikuwa pia miongoni mwa waleta maombi kwenye maombi haya ya kupinga uanzishwaji na uteuliwaji wa wajumbe wanaoitwa Tume ya Kuchunguza Matukio ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana. Sasa leo tumepokea uamuzi na naomba niseme yafuatayo. Licha ya kwamba nimejitambulisha kama ni mwenyekiti wa vijana wa Chadema Taifa, lakini pia kwenye shauri hili nilikuwa nawawakilisha vijana wenzangu wengine bila kujali itikadi zao na vyama vyao. Na jambo la kwanza ambalo natamani lieleweke ni kwamba lengo la sisi kufungua maombi haya lilikuwa ni kuweka kumbukumbu sawa, kwa sababu matukio ya tarehe 29 mwezi wa 10 na yaliyotokea tarehe 30 na kuendelea ni mambo ambayo hakuna mtu atakayeweza kuja kuyafuta. Yatabaki kwenye kumbukumbu na historia za taifa hili milele. Sasa kama mambo hayo yalitokea na yapo, ilikuwa ni lazima kuna baadhi ya kila mmoja kwenye taifa hili atimize wajibu wake kuhusiana na matukio yale. Ndio maana sisi tuliamua kuja kufungua maombi haya. Sasa kwa nini tuliamua kufungua maombi haya sisi kama vijana? Cha kwanza, utasikia huko mitaani kwamba watuhumiwa wakubwa kutokea kwa matukio yale, sababu ya kutokea kwa matukio yale wanaolaumiwa ni Gen Z au wanaohusishwa ni Gen Z, ni vijana wadogo. Lakini pia waathirika wakubwa wa kilichotokea tarehe 29 na 30 kwa maana ya mauaji yaliyotokea yaliwaathiri kwa kiwango kikubwa vijana. Sasa sisi kama vijana tulikuwa sehemu ya maombi haya, kwa maana ya kwamba tuliona ni lazima tuje tutimize wajibu wetu, kwamba matukio yalitokea, ikatengenezwa tume. Nyinyi kama vijana mlifanya nini kwenye hicho kinachoitwa tume? Na miongoni mwa sababu za msingi kuhusiana na tume hiyo tumesema kwamba ukiangalia wajumbe wote 9 wa tume ile wote ni wazee wenye si chini ya miaka 60. Sasa sisi tunaamini kwamba imefika wakati kwenye taifa hili vijana hawapaswi kuachwa nyuma kwenye jambo lolote. Kama matukio yale wanahusishwa vijana na vijana ndio waathirika wakubwa, hakuna namna unaweza ukawaondoa vijana kama sehemu ya watu ambao walipaswa kuwepo kwenye sehemu ya tume ile, ili na wenyewe wawe washiriki moja kwa moja kwenye chochote kinachohusu tume ile. Ukiachana na kwamba madai yetu sisi makubwa yalikuwa ni kwamba hakuna namna tume ambayo imeteuliwa na watu ambao wao ndo wanaolalamikiwa watakuja na majibu ambayo yatakuwa huru kwa kila Watanzania. Ukiachana na madai yetu hayo makubwa ya kwamba tulikuwa tuamini kuwepo na tume ya ndani ya nchi, madai yetu yalikuwa ni kwamba lazima tuwe na tume huru, tume za nje kuchunguza. Ukiachana na madai hayo, hata hiyo tume ya ndani iliyotengenezwa pia ilikuwa ni maoni yetu kwamba tume hiyo pia na yenyewe haiko huru. Haiko huru kwa sababu majority wote, wajumbe wote wa tume walikuwa ni waliowahi kuwa watumishi wa serikali zilizopita. Sasa hakuna namna watu ambao mpaka leo ni wanufaika, ni pensioners, ni watu ambao wanalipwa mpaka leo, kwa sababu wao walikuwa ni watumishi wa zilizokuwa serikali huko nyuma kama nilivyosema. Leo unategemea watasema nini tofauti na matakwa ya hao waliowateua. Kwa sisi maoni yetu yalikuwa ni kwamba kutegemea maoni tofauti kutoka tume, kutegemea ukweli kutoka kwenye tume hii ya mambo yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 itakuwa ni sawa sawa na kuwepo kwenye stendi ya mabasi Magufuli alafu ukao unasubiria ndege inayotoka Dubai au inayotokea Mwanza. Ni jambo ambalo haliwezi kutokea. Na hii tunaipa challenge tume. Na nimesikia leo uamuzi wa mahakama unasema kwamba miongoni mwa mambo ameyasema hasa kuhusu vijana. Jambo lingine ambalo mimi nimeliona limekuwa ni interesting sana, mahakama imesema kwamba tume ile imeteuliwa kwa watu ambao waliangaliwa wana uwezo, wameangalia sifa za wajumbe. Haikuwa tume ya kwenda kuchagua ya kwenda kutoa ajira kwa vijana. Sasa sisi tunaona hoja hii kwanza haikuwa hoja yetu. Sisi hatukusema kwamba ile ni tume ya kwenda kutoa ajira kwa vijana. Sisi hoja yetu ilikuwa ni kwamba matukio yaliyotokea yanawahusu vijana moja kwa moja. Na taifa hili wako vijana wengi wenye akili, wenye uwezo, wenye kila kitu. Na matokeo ya sensa yameonyesha kwamba zaidi ya 75% ya Watanzania ni vijana. Kwa hiyo kulikuwa kuna haja ya vijana kuwa sehemu ya tume hilo. Sasa uamuzi umetoka. Nini ambacho sisi tunaweza kukifanya? Sababu nyingine, mahakama imesema kwamba madai yetu yalikuwa ni madai ya hisia, hayakuwa na uhalisia wowote. Sasa tutasubiri hayo matokeo ya tume yatakapotoka. Kama hiyo tume itakuwa ina uwezo wa kutuambia, ukiachana na sababu za kwa nini matukio yale yametokea, hilo ni jambo obvious. Naamini hakuna Mtanzania ambaye hajui sababu zilikuwa ni nini. Sababu sio issue, sio jambo ambalo tunalihangaikia sana kujua sababu. Maswali ya msingi ambayo tunatamani tume ije tujibu ni kwamba
aliyepiga risasi vijana wa taifa hili ni nani? Ni nani aliyemtuma kuwapiga risasi vijana wa taifa hili? Na je, huyo mtu ametumwa na nani na amechukuliwa hatua gani? Sasa kama tume inataka kutuprove wrong, basi ije na majibu ya maswala hayo. Sisi binafsi kwa niaba ya vijana wa makundi yote kwenye taifa hili tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hichi kilichosemwa na mahakama. Tunaamini kesho na kesho kutwa haya yote yaliyotokea yatabaki kwenye kumbukumbu za taifa hili, na tupo vijana ambao na wenzangu tutakuja kutambulika kama ni watu ambao kwa kweli tulivyoiona namna tume ilivyochaguliwa na kazi ambayo ilitakiwa kwenda kufanyika na tume hii. Sisi binafsi tuliamini kwamba hakuna chochote cha maana tutakitegemea kutoka kwenye tume hiyo, na kumbukumbu zitakuja kututambua kesho na kesho kutwa. Na kama kweli tume itakuja kufanya kazi ambayo sisi tunaamini ilipaswa kuifanya, sisi pia ni watu waungwana, tutakuwa wa kwanza kuja hadharani kuiomba radhi tume kwamba tuliamini mtaweza kufanya kazi hii na kwa kweli mmeifanya. Kwa sisi tunasubiri kusikia tume inasema nini, ukiachana na maamuzi ambayo na instruction ambazo tumeshawapa mawakili wetu, lakini bado tunasubiri majibu ya tume.